Bwana, kama kaida juma loni tena, au sio? Katika ielewe mitaa katika jiji la London. Leo bwana, nimekuleta kitongoji fulani vya cha Kingston bwana. Kitongoji ni kitongoji ambacho wanakaa washuashua, yani unajua ile nikisema washuashua, yani kidogo watu ambao wanajiweza. Kwa hiyo hapa sisi tuko kwenye center yao, au sio? Sasa kana mimi nikuonyesha mitaa na area ya Kingston jinsi ilivyo, ili next time ukiingia katika jiji la London, ukifika Kingston unajua kabisa bwana, Kingston kuna hapa na hapa na hapa na hapa na hapa, au sio? Yeah. Bwana, hapa napoingia sasa hivi hapa, yani ndo sema yani ndo center yao, yani katika kitongoji. Unajua hapa UK kila kitongoji kina nani yake, kina center yake. Kwa kama hapa mimi niko Kingston, kwa hiyo ndo kuna mall, kuna maduka, kuna nini, yani kila kitu yani hapa, sio? Kwa jamaa anapiga muziki nini, anatafuta riziki. Kila mtu na maisha yake hapa. Ngoja niende huko nao. Kumbuka hapa kuna maduka mbalimbali, vitu mbalimbali ambavyo unavipata kwenye center hapa vinapatikana, au sio? Wenzetu bwana, una kitu kimoja, umeona kwenye sehemu kama hizi, sehemu hizi za mall, yani sehemu ambayo iko busy, wenzetu wana kawaida ya kuweka ile karaoke ile, mtu anaweka speaker, mic nje nini, anapiga. Ushaona kama tumepita pale, mshikaji na nani na huyo hapo mwingine mbele. Kwa hiyo kama unaweza kukuta watu kama 10 au 15. Wao kazi yao ni kupiga muziki, nyimbo tofauti tu. Unaona balaa jamaa sasa mitambo hapo nini, apige muziki yake. Kama kawaida, machafu hawakosekani. Bwana, hapa mimi nipo sasa hivi niko Eden Street. Ni mtaa ambao kwa hapa Kingston ni mtaa ambao uko busy, yani kama nikisema Kariakoo basi ni shule ya Uhuru au ni wapi. Ni mtaa ambao wenye pilika, yani ni mtaa ambao wenye pilika. Okay. Hii ni Eden Street, Kingston. Huu ni mtaa fulani ambao yani unapilika, sio nikwambie vipi yani hapa ukija mida sasa hivi watu wako makazini, kwa sababu leo ni Monday. Ukija mida jioni au na asubuhi, muda watu wakiwa wanaenda makazini, utaona pilika za hapa yani. Kama Kariakoo. Elewe mitaa. Bwana, pale kuna Primark, au sio? Unaweza ukasema wenzetu kwa upande mmoja au yani mmoja ama nyingine wametuacha hatua 1000, sisi tuko kwenye hatua 20, kwa sababu wenzetu kila kitongoji chao wameweka kuna sentra yao. Kwa mfano nikizungumzia kitongoji kina sentra, let's say
let's say kama Mwananyamala. Mwananyamala ni area ya kitongoji, lakini inabidi kiwe na center yake, maduka yake, nini, kila kitu chake, yani sehemu kubwa kama hii, sehemu ambayo yani mtu kitaka hitaji lolote ya kitu unakipata. Ushaona bwana. Alafu na vile vile kama Kinondoni na yenyewe ukija kuna na area yake ambayo ina vitu kama hivi, yani na center yake kama hivi. Ukienda alikadhalika Magomeni, ukienda alikadhalika Ilala, ukienda alikadhalika Manzese, wapi. Kwa hiyo ndio maana nikisema katika hatua wenzetu kwa watu 1000 sisi kwa watu 20. Hii inazungumzia ni Kingston, na kama nikija eneo fulani hivi cha kibongobongo tuseme labda ni Mwananyamala, ushaona. Lakini kieneo hiki ni kieneo fulani ambacho watu kidogo wanakakawashua. Kwa yani kila sehemu kuna center yake ya kufanya shopping kama mall nini. Bwana, sasa hebu fikiria lini Kinondoni patajengwa mall hapo watu kujiachia tofauti na bar. Au lini Mwananyamala kutakuwa na mall? Oya, sio poa na kaa na mimi katika Ielewe Mitaa. Bwana, katika Ielewe Mitaa, au sio? Kama nilivyokuambia nipo Kingston. Na hapa bwana nimepita nimejikuta nimetokea Kingston Police Station. Kingston Police Station, ile ni police station, ile building ambayo iko mbele yangu kubwa ile ni police station ambayo ni hapo naiona. Hiki ni kituo cha polisi. Ni kituo cha polisi. Kitu ambacho nimejifunza bwana hapa, au kitu ambacho nataka niwaelimishe ama niwaeleweshe, au sio? Hivi unajua kwamba bwana ya Kingston Police Station. Yeah. Hivi unajua Uingereza polisi haruhusiwi kutembea na bunduki. Polisi haruhusiwi kutembea na bunduki. Hivi unalijua hilo swala? Kama ulijua ndo nakwambia sasa. Uingereza hapa bwana, polisi haruhusiwi kutembea na bunduki. Hata kama anamfuata mhalifu, sijui kaiba simu, sijui kafanya nini hivi na hivi, yani wao wanachoenda pale na pepper spray pamoja na kirungu. Na hata kwenye doria, kwenye patrol zote ambazo unaona kwenye magari, polisi hana bunduki. Sio kwamba nasema hawana, wanazo bunduki, lakini sio hawa ambao wanapiga patrol. Ushanaelewa? Yeah. Kwa ukiona polisi anakuja na bunduki, basi unajua kuna tukio moja, yani sio nikwambie vipi yani sio ni magenge, yani sio kuna information gani ambayo imetoka. Lakini 90% ambao wanapiga doria mtaani hawana bunduki, ni pepper spray na ile nini inaitwa shot ile. Basi wamemaliza. Hii ndio UK mwanangu. Hii ndio London. Na hapa ni Kingston. Bado na kutembeza Ielewe Mitaa. Nimekuja Thames River, ambao mto ni mto fulani mkubwa ambao umepita katikati ya jiji la London. Ni mto ambao yani una mandhari yake ni ya kuvutia kulikweli. Hebu njoni kuonyesha. Huu mto ni mkubwa kulikweli na unaenda mbali kulikweli. Hasa mimi siendi huku. Nikienda huku ndazidi kutokomea. Mimi itabidi nirudi huku nilipotoka ili nyoke nende juu. Leo nakuonyesha hapa Kingston. Nakuonyesha hapa Kingston Center. Kwa kesho na kesho kutwa ukipiga tour yako mzee, ukija hapa unasema bwana mitaa hii ni Juma Loni kapita kanionyeshea. Bwana unaweza ukatia kwenye comment ni mji gani mwingine ambao unataka kwenda kujua. Leo mimi nakuonyesha mji wa London. London ni kubwa, lakini nakuonyesha vitongoji vyake kadhaa na kadhaa. Kama utafanikiwa kumaliza poa. Lakini unaweza ukaweka maoni yako. Bwana sipajui Oxford. Mwanangu tupeleke Oxford. Ndatenga muda nitaenda. Bwana tupeleke Manchester, tupeleke Liverpool. Huko kote nitaenda. Ya, kwa hiyo utakapochagua kwenda mimi nitakupeleka, au sio? Kama nilivyokuambia, hii ni sehemu ya kuhire boti kama unataka kutembea ndani ya mto na boti, kama labda una birthday, una party, una nini, ushanelewa bwana, unakuja hapo unasubiria kama ukishafanya booking yako.
Ni sehemu fulani ambayo iko poa sana wanangu. Wenzetu wanajua jinsi gani ya kutafuta hela. Wenzetu wanajua hela ni nini, na wanajua hela wanaipata vipi yani. Mazingira wote za kumwaga. Kumbuka kwamba huu mto ni mto ambao umejengwa ili kuweka mazingira na nani ya utalii vizuri. Ni mto ambao umejengwa, umechimbwa, umenini, yani umetengenezwa fresh. Hapa hata mvua inyeshe kiasi gani wanangu, huwezi kukuta mafuriko. Ndio maana kuna mtu anaweza kusema bwana wazungu wachawi. Hasa kitu kama hiki kwenye kwa serikali yetu ya Tanzania ingeweza kuboresha ule mto Msimbazi, sababu mto Msimbazi ni mto ambao umeenda mbali sana. Umetoka Salenda Bridge, umeingilia Baharini, Salenda Bridge, umepita Jangwani, sijui wapi Ilala huku, umeenda mpaka Vingunguti, umeenda sijui mpaka wapi. Kwa ule mto kama wana uwezo wa kuuchimba kama uwapa huu na kuuboresha, hivi vitu ambavyo unaviona viboti nini Jangwani pale vinapita, ingekuwa kawaida. Kuna njia wenzetu wanajenga, hata ufanye vipi mafuriko hayawezi yakatokea. Bwana, ile mitaa kujifunza. Tunazunguka jiji la London, kitongoji cha Kingston, au sio? Pia tukimalizie. Leo tunajua kutengeneza utalii na hela. Unaona kama hivi pembeni vijihoteli, huku river, viboti. Kwa hiyo hapa weekend na kipindi cha summer time hapa wanangu, watu wanapiga hela kishenzi yani. Kwa sababu watalii wakija hapa kuna hoteli, huku watu wanapanda viboti. Kumbuka huu mto ni mto wa kutengeneza. Inabidi tuelewane hapa. Huu mto ni mto wa kutengeneza wanangu. Ni mto wa kutengeneza. Usalama wa mali na raia ndio kitu cha kwanza kabisa ambacho wenzetu wanakiamini na serikali inakizingatia. Haijalishi uwe na kipato gani, uwe na nini. Umeona hizi ni parking za baskeli. Hizi ni parking za baskeli. Kwa hiyo uzuri wa Ulaya, haijalishi wewe ni nani, uwe na baskeli, uwe na pikipiki, basi ujue una parking yako na una sehemu yako ya kupaki. Yaani hapo unakuja unapaki, unatia lock yako, jioni ukija unaichukua. Na kwenye gari hivyo hivyo. Kwa it doesn't matter kwamba ni kitu gani ambacho unakimiliki. Kwamba wenzetu wanajali maskini na matajiri. Hakuna matabaka. Kwamba unamiliki Range, mimi namiliki nini? Parking za baskeli. Hebu niambie kwa Tanzania ni sehemu gani ambao ama Tanzania government yetu imejenga parking za baskeli za kuwajali raia wao tofauti na watu binafsi? Hakuna. Lakini angalia wenzetu wanavyojali. Bwana, ielewe mitaa. Bado tunatembea Kingston katika jiji la London, au sio? Bado tunaizunguka Kingston katika jiji la London. Ielewe mitaa. Bwana, unaweza ukatoa maoni yako, ushauri, au unaweza ukasema bwana Juma, bwana kipindi kijacho au unanijao ufanya mpango mimi unipeleke Manchester, unipeleke Liverpool, unipeleke Oxford, unipeleke Reading, unipeleke Cardiff, unipeleke Northern Ireland. Huko kote wanangu tunaenda katika kuizunguka UK na katika kuielewa mitaa, au sio? Hii center nimezunguka, nimerudi nilipotoka. Nimerudi nilipotoka wanangu. Kitu gani nitakuwa nakifanya? Kitu ambacho nitakachokuwa nakifanya mimi ni kukupeleka yale maeneo maarufu. Kwa mfano Kingston na kupeleka kwenye center yao, unaelewa? Na baadhi ya mitaa maarufu.
Manchester na kupeleka Manchester na mitaa maarufu, Liverpool na kupeleka Liverpool na mitaa maarufu. Ndio kitu ambacho nakifanya. Hiyo ndio tunaamini tutajifunza kesho na kesho kutwa, ukija ili ujue ni sehemu gani ambazo naenda. Jamaa anapiga gitaa, anaburudisha pita njia na mpunga unaingia. Maisha, kila mtu anakula kwa jasho na kila mtu anakula anavyojua yeye. Bwana, nimeamua kukuleta kwenye mall. Au sio? Nimeamua kukutembeza kwenye mall. Bwana, hii ni Apple Store. Wenzetu wamejenga bwana. Wenzetu wamejenga. Wenzetu wamejenga. So wanangu, mimi siku leo naona nishamaliza. Mimi naona siku leo nishamaliza tour yangu, sio hapa Kingston. Ngoja nikachukue basi langu, usafiri wangu, nirudi mtaani wanangu, au sio? Kwa hiyo hiki ndio kitu ambacho nitakachokuwa nakuletea sasa hivi, ni kukutembeza katika yale maeneo maarufu, vitongoji maarufu, sehemu maarufu, uweze kujionea na kujifunza. Bwana, tumeanza na Kingston ndani ya London. Kesho nafikiria nikupeleke wapi kesho? Kana mimi kesho nitakwambia nakupeleka wapi, kitongoji gani kingine. Nataka tuvimalize vitongoji vyote vya London. Kesho nitakwambia tunaenda wapi. Bwana, sasa ngoja nikachukua usafiri, niachane na Kingston, nirudi mtaani. Ya wanangu, nilishafika bus stop sasa hivi hapa Kiuni kabisa. Nasubiria basi. Basi yangu inakuja itatokea huko. Hivi ushawahi kujiuliza na kuelewa kwamba, au unajua, labda hii ulikuwa ujui, wana kitu kingine ambacho nataka nikujua. Hivi unajua ukiwa London, ukiwa unatumia basi ama public transport ya hapa, nikimaanisha basi, haulipi cash na wala hawapokei cash. Kwa kama mtu unakuja, hilo na unabidi ujifunze na uelewe kwamba bwana, mabasi yote ya London hawachukui cash. Make sure una Mastercard au make sure una Oyster card kama hii hapa hii, ambayo una top up ukiingia kwenye basi, una tapu hiyo katika elewe mitaa, na ujue sehemu gani ambapo unakuja kutembea. Haya mabasi mekundu ambayo unayaona hawachukui keshi, hapo ni mwendo wa kadi tu. Bwana, haya tena ndio hilo.
huwezi ukapita mtu kuingia kwenye basi. Ya nyuma kabisa ya mwisho bwana. Mimi nishamaliza hapa. Next time nitakwambia nakupeleka kwenye kitongoji gani, ila kwa leo tumemalizana na Kingston. Nadhani umeiona Kingston ilivyo na mazingira yake, au sio? Kwa next time nakupeleka kitongoji kingine mpaka tunaimaliza London na vitongoji vyake. Oya, kumbukeni wanangu, London ni kubwa. Sio poa. Imeisha hiyo.